Kutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu waonya watendaji wanaokwamisha miradi ya maendeleo. Kimataifa, Waziri Mkuu wa Bangladesh atangaza baraza lake la mawaziri. Na katika michezo rasmi, Simba ya ukabidhi katiba yao. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema haikubaliki kwa watendaji wa serikali kupokea fedha za utekelezaji wa miradi kisha kushindwa kuzitumia kwa wakati, hali inayosababisha wananchi kukosa huduma na maendeleo yaliyokusudiwa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo leo Jumatano tarehe 18 wakati akizungumza na wananchi wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ameanza ziara ya kikazi mkoani humo. Amesema Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya juhudi kubwa kutafuta fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hivyo ni wajibu wa watendaji kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uadilifu na kwa wakati ili wananchi wanufaike. Maelekezo ya serikali, kila moja aheshimu mipango tunayopanga ya matumizi bora ya ardhi, na kila moja aheshimu kazi anayofanya mwenzake. Na ninyi wananchi, wala msichukue sheria mikononi. Nimewaelekeza wakuu wa mikoa, wale wote watakaofanya viburi serikali ishughulike nao, kwa sababu watatupeleka kwenye kuvunja undugu wetu, watatupeleka kwenye kuvunja amani ya nchi, watatupeleka kwenye kuondoa upendo ndani ya jamii yetu. Serikali za vijiji, tuendelee kupanga matumizi bora ya ardhi ili kuweza kuzingatia huu ukweli kwamba ardhi haiongezeki, watu wanaongezeka. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza mkurugenzi wa wilaya ya Same pamoja na watumishi wa halmashauri hiyo wamlipe papo hapo fundi ujenzi kiasi ya shilingi milioni 2,850,000 ambazo hajalipwa tangu mwaka 2022 alipojenga matundu ya choo cha shule ya sekondari ya Gonja. Mimi nimepewa vyoo vya kujenga katika sekondari ya Gonja Seki mwaka 2022. Nimejenga vyoo hivyo, nimebabaishwa malipo yangu mpaka leo hii. Nadai milioni 2,850,000 sijalipwa. Mimi mmewapa watu kazi mpaka mmeuza ng'ombe zangu na ndoa yangu imekuwa na mgogoro shauri ya hiyo kazi. Kwa hiyo Waziri Mkuu, timu yote wa wilaya, mkuu wa wilaya anajua, sijui mkurugenzi nini, lakini kuna mhandisi mmoja aliondoka, alishawahi kuniomba rushwa, nikamwambia sitoi rushwa wala sipokei rushwa. Na hicho naona ndio sababu mpaka leo sijalipwa fedha zangu. Naomba kama kuna uwezekano, jamani, nisaidiwe hizo hela niweze kulipa hawa vijana mnaowaita vijana wa 2000. Mkuu wa wilaya uko wapi? Unaonewa. Afisa elimu, vile vyoo vilikamilika au vikukamilika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. Au kutuma hiyo kazi akajenge, alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani, kipindi hiko mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi au mkumpa kazi? Atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya uko wapi? Hivyo vyoo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kwamba huyo mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo. Haya, mwaka 2020 mpaka leo vyoo vinatumika. Tangu mwaka 2020 hamjawahi kupata milioni 2. Hili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi. Sasa hapo mlipokaa hapo, toweni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi nione mnamlipa hapo. Mkuu wa wilaya, kaa hapo pembeni na wataalamu wako hao, ipatikane milioni 2 mpatie hapa. Mtu amejenga vyoo vimekamilika, milioni 2 tunahangaisha mwananchi. Halmashauri imekosa milioni 2. Mkurugenzi, mapato yote umekosa milioni 2 ya kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mmekosa milioni 2. Miaka 5 milioni 2.
na matundu mnatumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamlipa leo. Sio leo, hapa nataka alipwe hapa, aondoke na hela yake. Haya, kaeni pembeni hapo, mlipeni. Waziri Mkuu pia amekagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Ndugu Mkomanzi yenye urefu wa kilomita 36 inayojengwa kwa kiwango cha lami, mradi unaolenga kuboresha miundombinu ya usafirishaji na kuchochea shughuli za kiuchumi katika ukanda huo. Mindi Josefu, Sky TV. Na moja kwa moja mtazamaji, tuelekee Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa Zanzibar inahitaji vyuo zaidi vikuu vitakavyosaidia kuifanya Zanzibar kuwa kituo muhimu kinachotambulisha kimataifa katika utoaji wa mafunzo mbalimbali. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 18 Februari 2026 alipokutana na wajumbe wa Tume ya Utumishi ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na Spika wa bunge hilo Mheshimiwa Musa Azani Zungu waliofika Ikulu ya Zanzibar. Kikubwa ni kwamba tunashukuru sana kwa wazo hili, ni wazo muhimu, ni wazo Zanzibar tunataka si tu kiwe kituo cha utalii, lakini vile vile kuna mambo ambayo tukiwa tuna vyuo vikuu sasa hivi vya nje hapa, kila vikiwa vingi zaidi watakuja watu wengi zaidi, ita boost uchumi wetu. Kwa hivyo sisi tunaliunga mkono sana wazo hili na tutakuwa tayari kushirikiana na nyinyi katika kulifanikisha kwa njia mbalimbali ili tuwe tuna chuo hiki hapa Zanzibar ambacho kitaleta watu wengi wa ndani na wa nje. Na kwa upande mmoja inaweza ikatusaidia vile vile kuendelea kuchangamsha uchumi wetu hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa wazo hili, wazo zuri jema, na sisi kama Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tutaliunga mkono kwa njia zote ambazo tutatakiwa kuliunga mkono. Napongeza sana kwa namna ulivyoiweka Zanzibar katika mazingira haya. Na nimpongeze Mheshimiwa Rais Mama Samia, rais wetu, kwa namna na yeye alivyojiandaa. Leo tunajivunia mbele ya mataifa ya nje kwa utulivu, amani, lakini infrastructure ambayo imejengwa Tanzania. Tumeona Zanzibar flyover, basi ya umeme. Kwa unaendana na azma ya dunia ya clean energy. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Kazi kubwa sana umefanya. Ikiwa leo ni Jumatano ya Majivu, mwanzo wa mfungo wa siku 40 wa Kwaresma, Wakristo wamekumbushwa kutubu, kutenda matendo mema na kuwasaidia watu wenye uhitaji. Tupate taarifa kamili. Mfungo wa siku 40 umeanza kwa ibada ya kupakwa majivu kwenye paji la uso, ambayo ni ishara ya toba na mwanzo wa safari ya Kwaresma inayojengwa juu ya imani na matumaini. Akizungumza baada ya adhimisho la misa takatifu ya Jumatano ya Majivu katika Kanisa Katoliki la Mtakatifu Josefu, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, katekista katika kanisa hilo amesema ni muhimu waumini wote kufuata nguzo za Kwaresma, ikiwemo kufunga, kusali na kuacha matendo yasiyofaa. Tunaanza mfungo wa Kwaresma wa siku 40. Kipindi cha Kwaresma huanza na Jumatano ya Majivu, ambapo waumini wa Katoliki hupakwa majivu katika paji la uso. Ni ishara ya kufunga, ni ishara kwanza rasmi kipindi cha mfungo wa Kwaresma. Na majivu humkumbusha muumini au mwanadamu kwamba ameumbwa na Mungu na siku moja atarudi kwa Mungu. Katekista huyo akaeleza maisha ambayo Mkristo anapaswa kuishi kipindi cha Kwaresma. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, waamini wote wanaalikwa sasa kwanza kufuata zile nguzo za Kwaresma. Kwanza ni kufunga. Tunafunga kwa ajili ya kujikatalia starehe zetu, chakula kwa ajili ya wahitaji na maskini. Lakini pia ni kipindi cha kusali. Hapa tunaalikwa sasa waamini wote kusali, kumwomba Mwenyezi Mungu katika shida zetu, lakini kumshukuru kwa mema yote anayotujalia. Ni kipindi kabisa cha kuachilia wale ambao tumekwazana, tuanze kuzungumza pamoja na kuanza maisha upya.
ndio maisha ambayo Kristo anatutaka tuyaishi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameeleza walivyojiandaa na Kwaresma. Kwaresma ni kipindi ambacho kinatukumbusha sisi kama Wakristo wa Katoliki na Wakristo wote kwa ujumla, natukumbusha kwamba tunatakiwa tuishi katika matendo, tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, ambayo tunatakiwa tufanye toba ya kweli. Cha kwanza toba ya kweli, kutubu dhambi zetu, na cha pili tunatakiwa tuwe watu wa sala, tuombe na kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Na kitu kingine tunashauriwa tunatakiwa tuwe watu wa kujitoa kwa watu wengine, hasa wale ambao wanahitaji msaada kutoka kwetu. Natukumbusha kwamba natakiwa tupake majivu na tuyaache yale mabaya, matendo mabaya, na kuyafanya matendo mema na kutoa misaada kwa watu wengine ambao wanahitaji misaada. Lakini vile inatukumbusha kwamba tuyaache yale mabaya na tuendane na mwenendo ulio sahihi na ulio bora zaidi, na ndio maana zinakuwa siku ya 40 za kufunga. Yaani kila mtu lazima atakiwa ajiheshimu, aithamini na kutukuza, kwani Kwaresma ina umuhimu wake na maana yake. Na watu tuliokoseana inabidi tusameheane, tuishi kwa amani na upendo. Kipindi cha Kwaresma ni hija ya kiroho ya kukumbuka mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo msalabani. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Katibu mkuu kiongozi amewaonya wanaohujumu mifumo ya kisasa ya TEHAMA. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kasiruka amesema licha ya jitihada kubwa zinazofanywa za kuhakikisha sekta ya TEHAMA inaendelea kuimarika kwa kuanzisha mifumo ya kisasa ya kidigitali, lakini bado kumekuwemo na watumishi ambao sio waaminifu ambao wamekuwa wakihujumu mfumo hiyo kwa lengo la kuendelea kufaidika na mifumo ya zamani inayotajwa kukosa ufanisi na ubadhirifu wa mali za umma nchini. Ripoti ya mwandishi wetu kutoka Arusha inafafanua zaidi. Balozi Dr. Kusiluka amesema hayo jijini Arusha wakati wa mkutano wa 6 wa serikali mtandao uliowakutanisha washiriki zaidi ya 1400 wakiwemo viongozi kutoka taasisi mbalimbali za umma na binafsi pamoja na watumishi, lengo likiwa ni kubadilishana uzoefu. Na tatizo la baadhi ya watu walioko serikalini na sekta binafsi kuhujumu mifumo ya kisasa ya TEHAMA ya serikali kwa lengo la kuendelea kufaidika na status quo, mifumo iliyopo au mifumo ya zamani ambayo haina ufanisi na inaruhusu hujuma mbalimbali. Hii imekuwa challenge kubwa katika safari ya kufikia hapa tulipofika, kwa sababu watu wengi wanafaidi labda kwa inefficiency, yaani kukiwa hakuna transparency, kukiwa na uzembe, watu wengi wanafaidi. Kwa hiyo introduction ya mifumo ya TEHAMA ama upgrading ya hii mifumo, kuna watu wengine sasa hapa wanasemaga rushwa zipo serikalini, kuna it takes two to tango, kuna mtoaji na mpokeaji. Kwa hiyo kumekuwa na tatizo kubwa, na kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo nawaagiza wakuu wote wa taasisi na viongozi wote kwenye sekta ya umma kuhakikisha kwamba tunadhibiti. Kwa upande wake mkurugenzi wa IGA Mhandisi Benedict Ndomba anabainisha malengo ya mkutano huo, ambapo amesema ni mkutano wa siku 3 na utazamiwa kujadili mada 14 zinazohusu serikali mtandao, ikiwemo kubainisha changamoto na namna ya kukabiliana nazo, ukiwa umebebwa na kauli mbiu isemayo kuboresha utendaji kazi wa serikali kwa kuimarisha utoaji wa huduma za umma kupitia mifumo salama na jumuishi ya serikali mtandao. Kikao hiki cha siku 3 kinawakutanisha takribani wadau 1400 wa serikali mtandao, na mada 14 zinazohusu serikali mtandao zitawasilishwa na washiriki watapata nafasi ya kujadiliana
kuhusu utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao, ikiwemo kuainisha changamoto na namna ya kukabiliana nazo. Aidha, washiriki watapata taarifa ya utekelezaji wa maazimio yaliyotolewa katika kikao kazi cha 5 cha serikali mtandao kilichofanyika Februari mwaka jana, sambamba na kuweka maazimio ya kikao kazi hiki cha 6. Serikali ilianzisha mamlaka ya serikali mtandao na kuipa jukumu la kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za serikali mtandao, pamoja na kuhakikisha kuwa uzingatiaji wa sera, sheria, kanuni, miongozo na viwango vya serikali mtandao katika taasisi za umma. Lengo ni kujenga serikali mtandao kwa kutumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku tukihakikisha mifumo ya tehama inakuwa salama, inasimamiwa ipasavyo na inalinda maslahi ya taifa. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita limetoa onyo kwa wauzaji holela wa mafuta ya petroli likiwataka kuwa na vibali, huku likisema kuwa uuzaji wa mafuta bila vibali ni kosa kwa mujibu wa sheria. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita ASP Kenneth Makasitu ametoa onyo hilo wakati akizungumza na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato baada ya kulitembelea jeshi hilo mkoani Geita. Kamanda Makasitu amesema wauzaji wa mafuta ya petroli na vilipuzi hawana budi kuwa na vibali na kushindwa kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Wale ambao wanafanya uuzaji wa mafuta kiolela inabidi waje kujisha Zimamoto na Uokoaji. Kuna sheria na taratibu za kufuatwa waweze kupata vibali vya kuweza kuuza mafuta. Uuzaji wa mafuta kiolela, hususan petroli, diesel na mafuta mengine ambayo yanauzwa kulipuka, kuna taratibu zake. Kuna sehemu nyingine kama za EULA, kuna vibali vya manispaa na pia kuna jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lazima ufuate hizo taratibu ambazo tutakupa kibali cha kuweza kuuza mafuta. Kwa uuzaji wa mafuta kiolela hii hairuhusiwi kisheria. Kwa hiyo nitoe rai kwa wilaya ambazo hizi huduma hazijafika waweze kupeleka maombi ili waweze kufanywa nini taratibu na kuweza kupata vibali. Haijalishi kama una pampu moja, utapewa taratibu na kuweza kuuza mafuta katika hali ambayo itakuwa ni salama. Tuna matukio mengi ambayo yametokea yanayosababisha uuzaji wa mafuta kiolela, hususan petroli. Mtu yupo nyumbani kwake anauza mafuta kwa kupima. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wakizungumza baada ya kulitembelea jeshi hilo wameeleza kuwa wanalipongeza kwa kazi linazozifanya kwa jamii, ikiwa ni sehemu ya kuthamini mchango wake. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, kwani jamii inayotuzunguka kumekuwa na matukio hayo mengi sana. Kwa hiyo pasipo kuwatia moyo kwa kazi wanaoifanya, inaweza kuonekana ni kazi wanaoifanya ambayo watu hawaitambui. Kwa hiyo kama kanisa tumeitambua kazi kubwa walio nayo ya uokoaji na kuzima moto, lakini pia kuwaombea baraka ya kwamba wasichoke kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Na tuweze kuwa na ushirikiano mkubwa pamoja na kikosi cha Zimamoto. Na wakati mwingine unakuta raia hatuna ufahamu panapotokea moto tufanyeje. Jeshi la Zimamoto lina ushirikiano mkubwa sana na wananchi. Onyo la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita linakuja ikiwa baadhi ya wananchi wakijiuzia mafuta kwenye maeneo yao bila kufuata utaratibu, jambo ambalo ni hatari kwa wauzaji wenyewe na watu wengine. Michael Francis Bundala, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine kutoka mkoani Mbeya. Vijana wametakiwa kuchangamkia fursa za ufugaji wa nyuki ili kujiongezea kipato, hatua itakayowasaidia kupunguza malalamiko ya ukosefu wa ajira nchini. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Rai hiyo imetolewa na mkurugenzi wa kampuni ya GeoAfrica Lukelo Mgana wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kongamano la vijana linalohusu uzalishaji wa mazao ya nyuki linalotarajiwa kufanyika mwezi Machi mwaka huu, huku akisema katika kongamano hilo zaidi ya vijana 500 watashiriki na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka. Tuna kongamano la vijana
kongamano la vijana ambalo tunategemea kufanyika mwezi wa 3 ambalo kusanya vijana kutoka ndani ya jiji la Mbeya. Tuna vikundi ambavyo vinakaribia takriban 570 ambao vinafanya shughuli mbalimbali za kijasiriamali, ambao wao pia watahudhuria kwenye hilo kongamano. Lakini pia tuna taasisi zote za elimu kwa maana ya vyuo vikuu na vyuo vya kati watahudhuria kwenye kongamano hilo. Tanzania na vijana wengi ambao ni kazi kubwa ya taifa, lakini pia wanapokuwa hawana jambo la kufanya au hawana ajira, manake ni hasara kwa taifa, kwa maana ya kwamba wanashindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali, hasa pia kwenye kusaidia kuongeza mapato katika nchi. David Liama ambaye ni mfugaji nyuki kibiashara mkoani Mbeya amesema sekta ya ufugaji nyuki imeweza kutoa ajira zaidi ya milioni 2, huku akishauri mamlaka zinazohusika na ufugaji kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ufugaji bora wa nyuki. Mapori ni mengi, fursa ni kubwa. Huko Kawetele, njia hii tu ya huko Nsoi, ziwa, wapi, kuna mapori mengi sana ambayo yapo wazi kufuga. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, ila watu tu hawajafanya nini. Nyuki automlisha, autompeleka hospitali, autofanya chochote. Nyuki anataka tu maji, anataka tu na maua, mimea ya kawaida tu anazalisha. Na ana mazao mengi sana ukiachana na hiyo asali ambayo ni. Kwa hiyo ndio niseme tu ni elimu tu haijawa nje nyingi sana. Ndio maana tunaungana na kampuni ya GeoAfrica ili na sisi tupush tunapoongelea Mbeya, kwa sababu tuna fursa kubwa sana hiyo kwenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya nyuki. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaungana na Mendi Joseph katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Naibu Waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dennis Londo amewataka wafanyakazi wa Shirika la Viwango Tanzania TBS kuwa chachu na sehemu ya suluhisho katika kuongeza tija, kuchochea ubunifu na kuongeza ufanisi. Londo ameyasema hayo leo mkoani Morogoro, ambapo amesema TBS ina jukumu nyeti la kuhakikisha bidhaa
na huduma zinazozalishwa na kuuzwa nchini zinakidhi viwango vya ubora, usalama na ushindani katika masoko ya ndani na ya kimataifa. Sasa sina uhakika kwamba kwa nini mmechagua leo. Manake leo ndio tunaadhimisha mwanzo wa mwezi mtukufu Tunaenda kuanza Kwaresma na ndugu zangu Waislamu wanaenda kuanza Ramadhani. Kwa hiyo bila shaka wale ambao walipanga ratiba ya baraza letu na mchakato wake kuanza leo hawajafanya kwa bahati mbaya. Miaka 50 ya TBS si michache, kwa hiyo mmeanza na Mungu, na hii kazi inahitaji imani kubwa mno. Inahitaji aina ya watumishi ambao wana hofu ya Mungu. Ukiwa huna hofu ya Mungu utaharibu tu kazi. Na kwa sababu nyinyi mmeaminiwa kuwakilisha wafanyakazi wenzenu wengi zaidi ya 800, na ukichukua hao intern na watu wengine ambao ni supporting staffs wanaweza kufika 1000, si watu wachache. Matarajio yao na matumaini yao yapo kwenu. Mustakabali wa taasisi yetu, mustakabali wa taifa letu, lakini mustakabali wa watumishi wenzetu uko kwenye mikono yetu. Na vijana nchini wametakiwa kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kuwekeza kupitia mifumo ya kidijitali, ikiwemo ununuzi wa hisa katika makampuni mbalimbali ili kupanua wigo wa kujiajiri na kuongeza mchango wao katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza katika programu ya mafunzo ya uwekezaji kwa vijana yaliyoandaliwa na Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA na kufanyika katika Chuo cha Biashara CBE, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Dr. Fred Msemo amesisitiza umuhimu wa vijana kufuatilia na kushiriki kikamilifu katika programu zinazolenga kuongeza uelewa wa masuala ya kifedha na uwekezaji. Na waanze sasa kuweka akiba na kuwekeza kupitia mifumo mbalimbali ya uwekezaji ambayo serikali imeianzisha, kwa mfano mifuko ya uwekezaji wa pamoja, kununua hisa, kushiriki katika vikundi vyenye lengo la kufanya shughuli za kiuchumi na kadhalika. Ni kwa kupitia shughuli hizo vijana wanaweza wakajikuta kwamba wana mchango mkubwa katika nchi yetu, na watakuwa wamejielekeza katika kuhakikisha wanapata maendeleo siku kwa siku, na shida ndogo ndogo za ajira na kipato zitatoweka kwa sababu vijana watakuwa wameshajitambua na wanajua wanachokifanya. Mtazamaji, tuhitimishe habari za biashara na uchumi kwa kuangazia viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2562 na senti 94 na imeuzwa kwa shilingi 2588 na senti 57. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3468 na senti 68 na imeuzwa kwa shilingi 3503 na senti 37. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3030 na senti 42 na imeuzwa kwa shilingi 3060 na senti 72. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 370 na senti 94 na imeuzwa kwa shilingi 374 na senti 65. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 71 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 88. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 55 na imeuzwa kwa shilingi 161 na senti 15. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 85 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 05. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 75 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 72 na imeuzwa kwa senti 73. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na imeuzwa kwa senti 86. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mendi Josefu. Biashara na uchumi. Mtazamaji, na sasa ni wasaa wa Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa.
Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Waziri Mkuu wa Bangladeshi Tarki Rahmani amemteua waziri wa biashara wa zamani kuufufua uchumi wa taifa hilo ulioyumba na kujipa yeye mwenyewe wizara ya ulinzi wakati wa kuunda baraza lake la kwanza la mawaziri. Rahmani alichukua wadhifa wake huo mpya baada ya chama chake cha BNP kushinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi wiki iliyopita. Baraza lake lina takribani mawaziri 50 akiwamo Amiri Kasru Mahmudi aliye na miaka 76, mfanyabiashara na wakili ambaye kwa sasa amerejea katika wizara ya fedha. Mahmudu amepewa jukumu la kufufua maendeleo na ukuaji baada ya miezi kadhaa ya ghasia ambazo ziliwatia tumbo joto wawekezaji waliotaka kuwekeza katika taifa hilo kubwa barani Asia. Tarki Rahmani amechukua madaraka kutoka kwa serikali ya mpito iliyoongoza nchi hiyo iliyo na idadi ya watu milioni 170 tangu kulipoibuka maandamano ya kuipinga serikali yaliyoiondoa serikali ya kiimla iliyoongozwa na waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina mwaka 2024. Tutazame taarifa nyingine ambapo rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amemaliza ziara yake ya siku 3 Mashariki ya Kati leo Jumatano kwa kuitembelea Jordan anakotarajiwa kuwa na mazungumzo na Mfalme Abdallah wa pili. Mazungumzo ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kutuama katika mzozo wa Mashariki ya Kati na mpango wa usitishaji vita katika ukanda wa Gaza. Katika mazungumzo hayo, Rais Steinmeier pia anapanga kuongeza juhudi za serikali ya Jordan za kuridhia kuwapokea wakimbizi wa Syria na wale wa Kipalestina. Rais huyo wa Ujerumani anatarajiwa pia kuzuru kituo cha usajili cha wakimbizi kinachosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR. Kulingana na shirika hilo, Jordan ni moja ya nchi iliyo na idadi kubwa ya wakimbizi duniani. Hii leo jioni Steinmeier na mkewe watarejea nyumbani Ujerumani baada ya ziara yao ya siku 3 Mashariki ya Kati. Na hatimaye wapatanishi wa Ukraine na Urusi wanatarajiwa kuendelea na duru ya pili ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani. Hakuna hata upande mmoja ulioonesha dalili za kumaliza vita hivyo vikubwa kati yao kuwahi kushuhudiwa tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Mazungumzo yao ya mwanzo yaliyofanyika kwa saa 6 mfululizo hapo jana yalikuwa mazito, hii ikiwa ni kulingana na ujumbe wa Urusi uliozungumza na shirika la habari la AFP. Akizungumza na vyombo vya habari jana jioni baada ya mazungumzo hayo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema yuko tayari kupiga hatua za haraka kufikia makubaliano ya kusitisha vita, lakini akatilia shaka iwapo Urusi ina nia ya kweli ya kufikia amani. Urusi ilianzisha uvamizi kamili wa kijeshi kwa jirani yake Ukraine Februari mwaka 2022 na kusababisha maafa na mauaji ya wengi katika kipindi cha miaka 4 ya vita. Mwisho wa habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekee viwanjani kuangazia yale yaliyojili katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja
na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 0794963336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Ungana nami mwana michezo wako Rais Saidi. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT limeidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba baada ya kukamilika kwa mchakato wa kisheria uliokuwa chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya michezo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 18, msajili wa vyama vya michezo nchini Abel Ngilangwa amesema marekebisho hayo yamefanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni zote zinazosimamia vyama vya michezo nchini. Haya yanajiri siku 2 tu baada ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda kumwagiza msajili wa vyama vya michezo kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya Simba unapatiwa majibu kabla ya mwezi kumalizika. Sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja. Unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea, klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini? Maboresho ya katiba, na si vinginevyo.
Mimi nikisoma kanuni ile, kanuni ya 18 kanuni ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama nilivyo ya 2017 imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji, basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka. Lina umoja, lina wingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana. Limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Timu ya JKT Tanzania imefanikiwa kusonga mbele katika hatua inayofuata michuano ya kombe ya CRDB Federation Cup baada ya kuibuka na ushindi mkubwa wa mabao 7-0 dhidi ya Pan Africans. Mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambapo JKT Tanzania ilionyesha kiwango cha juu, kudhibiti mchezo kikamilifu na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, jambo ambalo lilimeiweka klabu hiyo kuweza kuamua matokeo ya ushindi huo. Kwa ushindi huo mnono, JKT Tanzania imejihakikishia kufuzu hatua ya 32 bora katika mashindano hayo na kuonyesha uthubutu na kuimarisha matumaini ya kushindana kwa ushindani mkubwa katika hatua zinazofuata ambazo ni hatua ya 32 bora. Na kwingineko ni kuhusiana na mabingwa watetezi wa CRDB Federation Cup, Dar es Salaam Young Africans usiku huu wapo dimbani katika dimba la KMC Complex ambapo Yanga wanacheza mchezo wa hatua ya 64 bora dhidi ya Cosmopolitani. Yanga inahitaji kupata ushindi katika mchezo huu ili iweze kutinga katika hatua ya 32 bora katika michuano hii. Lakini mpaka hivi sasa klabu ya Yanga inaongoza kwa mabao 2-0 dhidi ya Cosmopolitani. Kwingineko ni kuhusiana pia na Baraza la Michezo la Taifa BMT leo limeendelea na ziara yake ya kukutana na kamati ya michezo ya mkoa wa Mara kwa kuripoti rasmi katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Kaimu katibu utawala wa mkoa wa Mara Dominicus Lusasi ambaye pia ni mkuu wa sehemu ya rasilimali watu mkoa wa Mara amesema kuwa ulimwengu wa sasa unahitaji michezo kuendeshwa kwa mifumo ya kisasa na yenye kuzingatia weledi. Amesema hayo wakati akifungua kikao cha wajumbe wa kamati ya michezo ya mkoa kilichofanyika leo Februari 18 katika ukumbi mdogo wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Lusasi amewataka wajumbe wa kamati ya michezo kusimamia na kuendesha michezo kwa mifumo bora ambayo inazingatia haki za wanamichezo, afya zao, maslahi yao pamoja na kujitambua na kujitathmini ili kuleta maendeleo endelevu katika sekta ya michezo mkoani humo. Ni kikao muhimu sana kwa manufaa ya mkoa wa Mara na taifa kwa ujumla kwa upande wa sekta ya michezo. Ni imani yangu kuwa kikao hiki kitakuwa chachu ya mabadiliko katika sekta ya michezo mkoani Mara. Hiyo ndio imani ya kwangu. Natambua kwamba zipo changamoto za hapa na pale zinazo ikabili sekta ya michezo, lakini sisi hakuna changamoto ambayo haina majawabu duniani. Kila changamoto ina majawabu. Swala ni muda na commitment ya wahusika. Ndio kitu cha msingi. Ndugu zangu, tutambue kwamba ulimwengu wa sasa au dunia ya sasa michezo inaendeshwa kisasa zaidi. Si ndio? Sio kama zamani. Tunapokuwa hapa kwa siku hii ya leo, naomba tujifunze zaidi kusimamia kuendesha michezo katika mifumo iliyo bora
ambayo inajali mambo muhimu kwa wahusika kama ifuatavyo. Moja, haki za wanamichezo. Haki za wanamichezo. Lakini la pili, afya za wanamichezo. Afya zao zikoje? Tatu, maslahi ya wanamichezo. Na nne, kujitambua sisi wenyewe na kujithamini. Kimataifa ni kuhusiana na timu ya taifa ya Senegal itacheza mechi 2 za kimataifa za kirafiki dhidi ya Peru jijini Paris nchini Ufaransa, kisha Gambia katika mji wa Diamniadio, Dakar. Rais wa kamati ya maandalizi ya shirikisho la soka nchini Senegal, Ndiame Diop, amethibitisha taarifa za mechi hizo zitakazochezwa mwezi Machi mwaka huu wakati akihojiwa na gazeti la Source A. Mechi hizo ni sehemu ya maandalizi ya Senegal kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia kwa mwaka huu ambayo itapigwa Marekani, Canada na Mexico kuanzia mwezi Juni 11 hadi Julai 19 mwaka huu. Senegal imepangwa kundi I kwenye fainali za kombe la dunia kwa mwaka huu lenye timu za Ufaransa, Norway, huku pia wakisubiri washindi wa mchujo wa kimataifa aweze kuungana na kundi hilo. Na kwingineko ni kuhusiana na mchezaji wa Benfica Gianluca Pestiani amejitokeza hadharani kufafanua kauli ambazo zinadaiwa kuzitoa dhidi ya mshambuliaji wa Real Madrid Vinicius Junior, ambazo zilizua taharuki kubwa katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, mechi ambayo ilichezwa usiku wa jana mjini Lisbon. Mechi hiyo ilisimamishwa kwa takriban dakika 10 baada ya Vinicius kumtuhumu Pestiani kwa kumtukana kwa maneno ya kibaguzi muda mfupi baada ya kuifungia Madrid bao la kuongoza. Picha za video zilionyesha wawili hao wakikabiliana ana kwa ana kabla ya Pestiani kuinua jezi yake na kufunika mdomo. Dakika chache baadaye Vinicius alimfuata mwamuzi Francois kuripoti madai ya ubaguzi wa rangi, akidai aliitwa tumbili. Madai hayo yaliungwa mkono na mwenzake Kylian Mbappe aliyekuwa karibu na tukio hilo. Hata hivyo, Benfica imetoa taarifa ikidai kuwa wachezaji wa Madrid hawakuwa karibu vya kutosha kusikia ambacho kilisemwa. Na kocha wa kikosi cha Benfica Jose Mourinho alidai kuwa Vinicius aliwachochea wachezaji wenzake kufuatia namna alivyoshangilia bao lake. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram, Pestiani mwenye umri wa miaka 20 amekanusha madai hayo, akisema kwamba anataka kufafanua kuwa hakumwambia Vinicius Junior maneno yoyote ya kibaguzi na huenda alichanganya alichodhani amesikia. Huko akikiri akisema kwamba hajawahi kuwa mbaguzi kwa mtu yoyote na anasikitika kwa vitisho vilivyotokea kutoka kwa wachezaji wa Real Madrid. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Zinazile Mswima yuko hapa kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
Mtazamaji, na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo kutoka kwao mamlaka ya hali ya hewa. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Rukwa na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Hivyo basi kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada, ila inapenda kuwatakia Waislamu wote Ramadhan Karim, na kwa ndugu zetu wa Kristo kwa Kwaresma njema. Na ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Waziri Mkuu waonya watendaji wanaokwamisha miradi ya maendeleo. Kimataifa, Waziri Mkuu wa Bangladesh atangaza baraza lake la mawaziri. Na katika michezo, rasmi Simba yakabidhiwa katiba yao. Mtazamaji, inafika katika tamati ya ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima, na watikia Wakristo wote kwa Kwaresma iliyo njema, lakini kwa wenzetu Waislamu pia Ramadhani Karim.